Naam, hali gani na habari za wakati huu mwana michezo mwenzangu, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele, na iwapo afya imetetereka basi mimi nakuombea kwa Jalali uweze kurejelea uzimani. Awali ya yote tunabudi kumshukuru mwenye enzi na ulimwengu wake, mfalme maliki na sultan wa dunia yote, mwingi wa jaza na jezuo. Mimi Hassan Ahmed, karibu sana kwenye Sports AM asubuhi ya leo. Wakati mwafaka kabisa kuelekea viwanjani kwenda kuangazia taarifa mbalimbali ambazo zimejiri na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Karibu sana, jiongelea kwa shauku kwenye gaya hili adhimu kabisa ambalo litakuwa limepambwa na wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, na pasi na shaka asubuhi yako itakuwa njema kweli kweli kupitia Sports AM asubuhi ya leo. Leo hapa studioni tutakuwa tuna wageni mbalimbali, miongoni mwao ni pamoja na magwiji ama majagina wawili wa zamani wa soka hapa nchini. Namzungumzia George Magere Masatu ambaye amewahi kuichezea klabu ya Simba Sports Club na baadaye akaondoka katika ardhi ya Tanzania kwenda nje ya mipaka ya Tanzania. Atakuja kutuambia yeye mwenyewe, lakini mbali na hapo pia atakuja kumtazama na kumzungumza kwa kina Mohamed Hussein Daima, maarufu kama Mohamed Hussein Machinga, ambaye naye ni miongoni mwa wachezaji waliokipiga kwa muda mrefu Young Africans, lakini usisahau safari yake alipita kwenye kikosi cha mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni Simba Sports Club. Tutakuwa tuna mazungumzo marefu kiasi, tutakwenda kuzungumza kwa kina, lakini kikubwa tutajadili kuhusiana na ligi ya veterans ama ligi ya wachezaji wa zamani inayofanyika kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Timu mbalimbali za wakongwe za wachezaji ambao walikipiga hapo zamani na kwa sasa wamerejea tena uwanjani kuonyesha makali yao na kuonyesha vijana walikuwa wakali kiasi gani, lakini kipi ambacho walikifanya wakati wanasakata kabumbu enzi hizo, lakini je mpaka sasa yaliyomo yamo. Tutakuja kuzungumza kwa kina, lakini kabla hatujaanza mazungumzo nao ni vyema kuwatambua hawa ni kina nani, wamefanya nini kwa kipindi gani. Lakini mimi nilishaanza kusema hawa ni magwiji ama unaweza ukasema majagina, ukienda mbali zaidi unaweza ukasema ni mikocho. Kwa sasa tuwasikilize, tukianza na George Magere Masatu, alafu pia utamsikia Mohamed Hussein Daima kabla ya kuja kuwaona hapa studioni nikifanya mazungumzo nao. Beki wa zamani wa kimataifa wa Tanzania aliyechezea klabu mbalimbali hapa nchini pamoja na timu ya taifa. Alizaliwa Februari 6 mwaka 1964 eneo la Igogo jijini Mwanza, na Reli Mwanza ndiyo iliyokuwa klabu yake ya kwanza kuchezea akiwa kijana mdogo kabisa, kabla ya kusajiliwa na Cop United mwaka 1983 ambako alicheza hadi mwaka 1987 alipochukuliwa na Pamba Sports Club ya jijini Mwanza pia. Baada ya miaka 4 ya mafanikio akiwa Pamba, enzi hizo ikijulikana kama Tupwisa Lindanda au Wanakawekamo, Masatu akasajiliwa na vigogo wa soka nchini Simba Sports Club ya jijini Dar es Salaam mwaka 1991. Alicheza Simba kwa mafanikio makubwa hadi mwaka 1999, akiwawezesha wekundu hao wa Msimbazi kushinda mataji kadhaa ya nyumbani pamoja na kufikia fainali ya kombe la CAF mwaka 1993. Klabu nyingine ya Tanzania aliyochezea ni Kajumulo World Soccer, na baada ya hapo Masatu alikwenda Indonesia kucheza soka ya kulipwa, ambako huko ndiko alikomalizia maisha yake ya mpira na kuwa kocha. Kwa sasa Masatu aliyechezea Taifa Stars kwa miaka 9 mfululizo kuanzia mwaka 1989 hadi 97 amerejea nyumbani na anaendelea na maisha, na leo hii tuko naye hapa katika studio za Azam Sports HD. Bila shaka umeweza kufahamu na kuwasikia magwiji hawa majagina ama mikocho, na wazungumza wachezaji wawili ambao ilivyo bahati nimeketi nao ndani ya studio za Azam TV. Habari za asubuhi wazee wangu. Mambo anasemaje? Salama. Mohamed Hussein Daima maarufu kama Machinga. Lakini pia naye George Magere Masatu. Na nilikuwa nataka tu nikupe nafasi ya kuwaona kwamba wapo ndani ya studio za Azam TV, lakini kwa sasa tupate walau kidogo kumtambua kwa wewe ambaye ulipitwa Mohamed Hussein Daima, kile ambacho amekifanya kwenye karia yake ya mchezo wa mpira wa miguu. Mpaka sasa bado anacheza ligi za veterans. Mohamed Hussein Daima Machinga ni mchezaji anayeshikilia rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika ligi kuu ya Tanzania bara msimu mmoja, ambaye alifunga jumla ya mabao 26 mwaka 1996. Alizaliwa Oktoba 8 mwaka 1966 huko Ligula mjini Mtwara
kabla ya kusoma shule tofauti za msingi mkoani humo. Alianza Chikongola ya Mtwara mjini hadi darasa la pili, akaenda Karume ya Newala hadi darasa la 4, kisha Komaindo ya Masasi hadi darasa la 6 kabla ya kurudi Newala alipomalizia darasa la 7 katika shule ya Karume. Kisoka aliibukia katika timu ya vijana ya Small Mwenge ambayo ilikuwa ni timu ndogo ya timu ya jeshi huko Newala kabla ya kwenda Afrikana iliyokuwa inashiriki ligi daraja la 4. Baadaye akachezea Paris Star na RTC za Mtwara mjini zote daraja la 3 kabla ya kurejea Afrikana ya Newala ikiwa daraja la 3 pia. Kurugenzi ya Newala daraja la 2 na Afrikana tena ilipopanda daraja, yani daraja la 2. Hatimaye mwaka 1991 akasajiliwa Bandari ya Mtwara ambayo aliichezea hadi mwaka 1993 alipojiunga na vigogo wa soka nchini Yanga Sports Club. Aliichezea Yanga hadi mwishoni mwa mwaka 1997 alipokwenda Abu Dhabi kujiunga na Adma FC kucheza michuano maalum ya kombe la mafuta kabla ya kurejea katikati ya mwaka 1998 na kujiunga tena na Yanga. Mwishoni mwa mwaka 1999 akaenda Abu Dhabi tena na kurejea Yanga mwanzoni mwa mwaka 2000 ambako aliichezea hadi mwishoni mwa mwaka huo akaenda Mauritius kujiunga na klabu ya Cadets. Lakini baada ya miezi miwili tu akarejea tena nchini, ingawa hakufikia tena kwa wananchi yani Yanga. Akahamia kwa maasimu Mnyama Simba Sports Club mwaka 2001 alikochezea hadi mwaka 2002. Akaenda Mbanga FC ya Kigoma hadi mwaka 2005 aliporejea Dar es Salaam kujiunga na Twiga Stars ya Kinondoni alikocheza hadi mwaka 2006 aliporejea Bandari ya nyumbani Mtwara kumalizia soka yake ambako alistaafu rasmi baada ya msimu wa mwaka 2007. Mohamed Hussein almaarufu Machinga, ambaye wadogo zake watatu pia walicheza ligi kuu, yani Omari aliyechezea Maji ya Songea na Simba Sports Club, Bashiru aliyechezea Yanga Sports Club na AFC ya Arusha, na Fikiri aliyechezea Polisi ya Morogoro. Pia Mohamed Hussein amecheza timu ya taifa ya Tanzania, yani Taifa Stars kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 1998. Huyo ndiye Mohamed Hussein Daima Machinga. Naam, huyo ndiye Mohamed Hussein Daima maarufu kama Machinga. Sasa kwa fikra ya kinifu, kaa kwa mkao wa utulivu, tuweze kupiga mbizi katika bahari ya maarifa, kuweza kuchimba, kuibua, lakini pia kuchambua kwa kina mambo kadha wa kadha, na kuzungumza na wageni wangu ambao nimekupa nafasi ya wewe kuwasikia na kuwafahamu, lakini ilivyo bahati ninao ndani ya studio za Azam TV. Wazee wangu, karibuni tena kwa mara ya pili mtawalia. Asante. George Magere Masatu, tumekuwa tukikutana wakati mwingine labda viwanjani, lakini kwa mara ya kwanza leo tumekutana ndani ya studio za Azam TV. Ni kweli. Mohamed Hussein Machinga tumekutana mara nyingi sana. Na mara ya kwanza mechi ya ufunguzi, kama utakuwa unakumbuka, ilichezwa mechi ya Simba na Yanga msimu huu, kwa maana ya ufunguzi wa michuano ya maveterans. Tulikuwa pale chini na mimi ndio nilikuwa mtangazaji ambaye tulikuwa tunafanya mahojiano kabla ya mechi, lakini baada ya dakika 45 za kwanza na baada ya mechi yenyewe kumalizika. Karibu sana studio za Azam TV kwa mara nyingine. Shukran. Wewe ni gwiji ambaye unatajwa kwamba rekodi yako bado haijafikiwa mpaka sasa. Ni fahari kiasi gani kwako? Ni fahari kubwa sana. Vijana kweli wanajitahidi lakini wanashindwa kufika, sio? Kwa hiyo na mimi nasema bora iendelee kuwa hivyo tu. George Magere, inatajwa kwamba wewe ni miongoni mwa walinzi hodari zaidi kuwahi kutokea kizazi cha miaka ya 90 mpaka mwanzoni mwa miaka ya 2000. Ni kweli. Ni kweli kwa sababu wanaosema ni wale ambao wanatutizama. Sisi ambao tulikuwa tunacheza hatuwezi kusema hivyo, lakini tunasikiliza watu wanasema nini. Kwa hiyo wale walioyaona ndio wanayaongea. Kwa sababu sisi tulikuwa tunafanya kazi ile tu. Kwa wakati wote huo ambao naaminika kwamba ulikuwa ni miongoni mwa walinzi bora sana na imara sana kwenye miaka ya 90 mpaka mwanzoni mwa miaka ya 2000,
Kando yako hapo yuko mshambuliaji Mohamed Hussein Daima ambaye naye anatajwa ndo alikuwa mshambuliaji bora sana kwa wakati huo. Walau kidogo tu kwa faida ya mtazamaji ambaye anafuatilia Sports AM asubuhi ya leo, utuambie kwanza mlipoketi hapo mnakumbuka nini? Ilivyo bahati kwa mtazamaji, na nikupe tu faida kwamba Mohamed Hussein Daima yeye alipata bahati ya kucheza timu zote mbili kubwa za Kariakoo. Alipata nafasi ya kucheza Simba Sports Club, lakini pia akapata nafasi ya kuchezea Young Africans. Yani Simba alicheza na Yanga alicheza. Nilipomuuliza mwenyewe nje ya kamera kaniambia iko timu ambayo alikuwa anaipenda zaidi na ndio ambayo inamtambulisha mara nyingi sana machoni mwa watu. George Magere na Mohamed Hussein Daima. George, nataka nifahamu kwanza upande wako. Nini ambacho ulikuwa unakutana nacho? Daima vipi kwanza? Ulikutana naye wakati yeye yuko Simba? Mohamed mimi nimeanza kukutana naye kwanza akiwa bado yuko Mtwara. Akiwa Mtwara. Akiwa Bandari, na wakati Bandari iko moto vile vile. Ndio. Mikoa mingi wakati wote sisi ilikuwa iko sawa sawa. Naona sio kama sasa hivi. Kwa kweli nianza kumjua tokea kule, kwa hiyo sikuwa naye ugeni, yani hakuwa mgeni sana kwangu mimi kwa sababu nilikuwa namfahamu toka zamani. Wewe wakati huo ukiwa wapi? Mimi nikiwa toka niko Pamba. Uko Pamba ya Mwanza. Pamba, nimekuja Simba, vile nimekutana naye tena. Lakini sasa kwa sababu mtu ukishamuelewa uweze kupata shida ukiwa kama umeshamfahamu ni maana sijui wa vijana sasa hivi kwa sababu unapokuwa opponent wako unatakiwa umsome. Unaona? Mohamed mimi nilishamsoma. Akikuacha basi ujue kitakachokuja safari ni hatari. Unaona sasa nini ufanye? Usimpe nafasi akageuka. Sawa. Unaona, na ndio maana unaona hata sasa hivi tukikaa tunakuwa tunashangaza wakati mwingine unajikuta wewe unaongea kama mwendazimu peke yako. Unaona? Mtu anamwacha striker mpaka ana receive anageuka. Anamfuata. Ndio maana unaona ni rahisi sana kuachwa, lakini sisi zamani ndio maana naambiwa unakaa hadi kimvuli. Unaona? Umruhusu ageuke. Akigeuka akakuacha. Mohamed Hussein Daima, unakumbuka nini kwa George Magere Masatu? Wakati unajiunga na Simba, historia vipi inasemaje hapa? Mlikutana wote mkiwa Simba ama ulimkuta yeye anaondoka ama ameshaondoka? Hapana, mimi nilimkuta yeye hajaondoka akiwa Simba. Lakini kipindi kile naingia na yeye kama baada ya mwezi mmoja akawa amesafiri. Okay. Yeah. Okay, kwa mlikutana pamoja kwanza Simba. Sawa. Lakini wewe hajakukuta wakati uko Yanga? Wakati mimi niko Yanga na yeye alikuwa yuko Simba. Wakati wewe uko Yanga yeye alikuwa yuko Simba. Yeah. Na wakati yuko Simba wewe ulimkuta kwa mwezi mmoja tu, alafu ilikuwa safari ya wapi kama unakumbuka? Mimi kwanza nilikuwa nakwenda Indonesia. Ndio ulikuwa unakwenda Indonesia. Okay. Sio siri sisi zamani unajua afadhali vijana wa sasa hivi tena tunashukuru Mungu. Sisi zamani tulikuwa tunaondoka kiwizi. Yaani kama vile mwizi. Unaona? Uondoki kama vile public ikaelewa unaondoka. Unaweza kushushwa airport pale. Uko kwenye ndege unashushwa. Ile kukuta hiyo. Mimi kwanza safari yangu nilivyoondoka huwezi kuamini. Begi limetangulia airport, mimi nimekaa nje huko mpaka muda wa ndege unataka kuondoka, ndio mimi nakwenda naingia ndani ya ndege naondoka. Unakumbuka ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa ni 2000 no. Ilikuwa kama sikosei inakwenda 2000 kama sikosei. Mwaka 2000. Inakwenda kama 2000 kama sikosei. Na nini ambacho kilipelekea pengine begi lako litangulia alafu wewe mwenyewe ubakie nje kwanza? Ndio hivyo wale tu wanachama sijui maana unajua hizi timu mbili wewe ziache ziitwe, waache wajiite wananchi hao sijui watu waseme timu za maisha yao. Unaona sasa wewe mwenyewe huwezi kuamini kwanza. Unaona huyo nani aliyomfikishia habari huyu mtu mpaka mimi nakuja. Kuna wengine wanakwenda kupandia ndege Zanzibar na wanashushwa kule wakifika tu hapa airport wanashushwa. Sasa wewe fikiria mtu kaenda kupandia ndege Zanzibar, hawa wamejuaje? Unafika pale airport wale unatelemshwa. Sawa. Mohamed Hussein, kwa upande wako nawe nataka nifahamu, wakati ule ulikuwa unatajwa kwamba wewe ndio, sio wakati ule, na historia ambayo imebaki mpaka sasa kwamba wewe ndiye mfungaji bora kwenye ligi kuu na rekodi yako bado haijavunjwa mpaka sasa. Tuzungumze kwanza namna ambavyo wakati ule ligi ilivyokuwa inachezwa, lakini mashindano yalikuwaje kwa wakati ule na tofauti yake na sasa? Yaani unajua sasa hivi mambo ya
mitandao hii wachezaji wetu wanajiponza sana, kwa sababu vitu vya kwenye mtandao huwezi kuja kuvifanya perfect kwenye ground, sio? Kwa hiyo sisi tulikuwa tunacheza, kwanza wachezaji walikuwa na vipaji vikubwa sana. Na ukichanganya na mazoezi ya walimu, kwa hiyo wanakuwa wako fiti sana. Kwa hiyo yani wewe mpaka umpite beki unatakiwa ufanye kazi sana. Unaona? Na unapompita beki na maana unakuwa tayari wewe umeshamsoma yule beki. Kama umepita huku mara ya kwanza amekuzuia, ukipita huku mara ya pili amekuzuia, kwa hiyo mara ya tatu lazima na wewe utatia akili tena jinsi gani ya kumpita. Umeona? Kwa hiyo kwa kweli zamani mabeki walikuwa wako mahiri sana. Umahiri wa mabeki wa zamani tofauti na sasa kama ambavyo unazungumza. Unadhani kipi ambacho wewe kilikufanya kuwa rahisi kwako kupachika mabao takriban 29 na rekodi yako haijavunjwa mpaka sasa? Ilikuwa rahisi, ilikuwa kazi ngumu mpaka kuwapita watu. Unaona bwana? Kwa sababu kweli watu wanakaba, wanakaba vizuri kabisa na wanaongea. Umeona? Ukipita mwingine unamkuta yuko mbele yako. Kwa hiyo jinsi gani combination ambayo tulikuwa naipata mimi kutokana na wachezaji wenzangu, sio? Kina Malem Said Mwamba, kina Edbiru Nyamila, kina Ramoni Mogela. Kwa hiyo nilikuwa napata combination nzuri, yani tukikaa pale na sisi wenyewe tunaambiana kabisa. Yani tunapeana majukumu. Kwa hiyo mimi nilikuwa namshukuru sana Said Mwamba kwa sababu tulikuwa tunapeana majukumu. Akiruka juu mipira yote inakuwa chini ya kwangu mimi. Mipira yote ya juu ya kwake. Sasa unajua George alikuwa mjanja sana, George Masatu. Saidi akiruka akiugonga yeye anakuwa mtu wa kwanza kufika pale. Na yeye anakuwa tayari ameshawakabidhi watu pale. Maana pale kuna Magoso, Kili Magoso, kuna Hussein Masha. Au sometimes anakuwa anabadilishana pale. Anacheza Mustafa Oza pale na yeye anakuwa mtu wa mwisho anamaliza pale. Leo na akili hadharani kwamba mlinzi mgumu ambaye uliwahi kukutana naye ni George Masatu na kuna mtu mmoja anaitwa Bakari Tutu lakini ametangulia mbele ya haki. Wakati ule striker ambaye unasema huyu nikikutana naye kazi inakuepo kweli kweli. Ni hawa wawili Mwamba na Mohamed. Unajua ndio maana kama wakakwambia combination yao. Mwamba kwa maana ya Saidi Mwamba ile ya watazamaji ambao wanafuatilia. Ukisema Mwamba wanaelewa tu. Akili kweli kwa hao vijana wa sasa hivi ni sawa, uko sahihi. Uko sahihi kabisa. Naona kwa sababu unajua kipindi tunapocheza tulikuwa tunaelewa. Unaona nani wa kumkamata ili asiweze kuleta madhara. Unaona ukienda katika left wing huku unajua kuna Edibili. Na Edibili anamtafuta Saidi anamtafuta Mohamed. Kwa hiyo unaelewa kabisa Saidi kakaa pale, Mohamed atakuwa wapi? Unaona? Yaani combination ya sisi ma defense kuanzia kipa. Unaona? Na combination yao kuanzia namba 7, 8, 9 mpaka 11 washaelewa. Unaona? Na ndio maana unakuta kuna kipindi hadi inatokea wakawa wanasema mimi kipa wa pili. Unaona? Kwa sababu gani? Mohamed kuna assignment tunapeana. Mimi akishaniita tu. Kwa hiyo mimi najua niende wapi. Unaona? Sasa naye anajua mimi nikishamuita tu anajua mimi ule mpira siwezi kwenda kuucheza. Sasa unakuta yeye anajua aende wapi na mimi najua niende wapi. Sawa. Kwa faida sasa ya mtazamaji ambaye anafuatilia. Unajua zamani kufahamu historia za wachezaji wa zamani ilikuwa kazi kidogo. Wakati ule wanasema dunia ilikuwa gizani. Nataka nifahamu kwa upande wako mataifa ambayo umechezea na timu ambazo umecheza. Ingawa tumesikia kwenye makala ambayo imepita, lakini kwa faida ya mtazamaji ambaye kwa sasa ndo amejiunga nasi baada ya kuondoka ulienda wapi na ulikaa kwa muda gani? Baada ya kuondoka Simba kwanza nilienda Oman. Nikacheza na Oman. Na Oman. Ambayo pia alicheza Juma Mgunda. Sawa. Ndio. Baada nilivyorudi nikawa na mpango hii sasa ni Indonesia. Hii Indonesia. Hii kwenye picha. Hii kwenye picha ni Indonesia. Hiyo vile vile ni Indonesia. Na ulikuwa unazima kama kawaida. Kama kawaida. Hii hapo ni timu ya taifa. Timu ya taifa ya Tanzania. Hiyo nakumbuka ilikuwa ni mechi gani? Hii George Weah nafikiri kwa Liberia hii. Yule ni Willa Fanibula huyu. Huyu hapo ni George Weah. Huyo Fanibula tulikuwa naye Simba. Okay. Na akacheza wakati mechi akina alikuwa. Fanibula ni upi kati hao? Huyu hapa huyu wa kwanza huyu. Wa kwanza ambaye anaanza mwenye rangi nyekundu. Ni mwenye jezi nyekundu. William Fanibula. Unaona. Huyu anaofuata ni George Weah.
George wewe huyu ambaye ashakuwa rais wa Liberia. Ndio yeye. Sasa. Kwa hiyo baada ya kutoka Oman ukaenda, Wakati nimerudi sasa nikakutana na bwana mdogo wangu mmoja akawa kaniambia naye vile bana, huku kuna nafasi ya center half ndo sasa Asia Indonesia. Kwa hiyo alivyokuja na alivyonikuta tena akaniambia bana, hapa sio pa kunani pa kukaa tena, wewe unatakiwa tuondoke. Nikamwambia basi sawa. unaweza kumtaja huyo mdogo wako? Alisha. Alikuwa anacheza. Alikuwa anacheza, kacheza. Alikuwa striker. Hapa Tanzania mcheza timu gani? Kacheza Prisoner. Kacheza Prisoner, kacheza Sigala. Unaona? Na Kajumulo vile. Na mlikuwa wote Indonesia? Timu moja maana yake. Tofauti. Okay, timu tofauti. Sawa. Na wakati wa Indonesia nilikuwa na brother wangu na mwingine Idipazi. Idipazi. Hatari. Idipazi alikuwa keeper sasa. Na huyo ndo alimwambia kwa ule mtu ambaye anaweza kuweza mechi za huku mlete George. Sawa. Kuja ndo kanichukua. Mohamed Hussein, kabla kuingia kwenye kikango ambacho leo nimewaandalia maswali mazito sana ambayo nataka niwaulize, lakini kwanza tunalainisha tu. Safari yako baada ya kutoka Young Africans? Baada ya kutoka Yanga nikaenda Simba. Nikatoka Simba nikaenda Mauritius. Mauritius timu gani? Cadet. Okay, Cadet. Kakaa kule nikarudi Yanga, lakini baadaye ikawa kama kuna mvutano viongozi na mimi nikaenda kusaini Moro United. Moro United. Simba wakaja pale, wameniona pale, wakasema bwana tunakuomba uje. Nikamwambia mimi nishasaini Moro. Kwa hiyo si baada viongozi wa Simba wakamfuata mmiliki wa ile timu Balabu akaniita akaniambia nenda kule. Kweli na mimi nikaenda kwa sababu tajiri kasema. Umecheza Simba na Yanga. Ni timu mbili za Kariakoo. Sio aghlab sana, na ni wachezaji wachache mno ambao wanapata bahati ya kucheza timu zote mbili, Simba na Yanga. Ipi ambayo uliipenda zaidi? Mimi nilipenda sana Yanga. Lakini Simba nilienda kama kazini. Okay. Na vipi wakati wewe uliipenda sana Yanga, mlipokuwa mnakutana Simba na Yanga, mambo yalikuwaje uwanjani? Mambo yalikuwa mazuri kwa sababu unapofanya kazi unatakiwa lazima ufanye ile kazi ambayo pale ndo mwajiri wako. Yani lazima umfanyie kazi yake. Unaona bwana. Kwa hiyo na mimi nilikuwa naifanya kazi ile yani vizuri kabisa. Unaona, kwa sababu niko kazini ndo wale wananilipa mimi mshahara. Bana, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Sports AM ya Azam TV, na hapa studioni niko na wageni. Niko na Mohamed Hussein Daima maarufu kama Machinga, lakini pia niko na George Magere Masatu. Mmoja alicheza Simba na Yanga, lakini mmoja amecheza Simba na timu nyingine za hapa nyumbani, baadaye pia akatimkia kwenye mataifa mbalimbali Afrika na kule Asia. Mimi Hassan Ahmed, bado tuko nawe sako kwa bako. Kwa sasa tunaingia kwenye kwa mara ya kwanza Tanzania imeingia kwenye historia mpya ya kurudisha ama kushuhudia ligi ya wakongwe hapa nchini, ambapo mzunguko wa pili wa ligi hiyo utaanza kutimua vumbi hii leo kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi majira ya saa 1 kamili usiku. Tutashuhudia mechi ya Simba Veterans wakiwa imesheheni nyota kadhaa waliowahi kutamba kitambo hicho, akiwemo kina Mohamed Mwameja, Dua Saidi, Victor Costa Nyumba, Malota Soma, lakini pia bila kusahau Magere Masatu na wengine wengi ambao wamekipiga ndani ya klabu ya Simba. Hiko ni kikosi cha Simba Veterans. Kitawakabili pia Kibada Veterans, na mchezo huu utakuwa live kupitia Azam Sports 1 HD. Lakini kesho ambapo Yanga Veterans itawakabili Buguruni Veterans. Sasa nataka ni fahamu kutoka kwa wageni wangu ambao nimewalika hapa studioni. Kwanza, kuna umuhimu gani kurejeshwa kwa kuwepo kwa ligi ya maveterans, wachezaji wa zamani ambao walipata nafasi ya kutikisa kwenye timu mbalimbali na sasa wanaonekana kwenye ligi ya maveterans? George Magere Masatu. Mimi nasema sisi labda tulichelewa tu, lakini ukichelewa sio kwamba ndio usifanye kile kitu kwa sababu ulichelewa. Wenzetu kule hii ligi ipo. Hii ligi ipo. Sasa kwa sababu na sisi tumeianzisha, nafikiri ndio moja wapo ile kama watu wanasema
Kwa mfano kama hii marathon umeona ambayo imefanyika jana nani Dodoma. Unaona ni kwa nini imefanyika marathon? Kuna mambo mawili wamesema, kuchangia shule, sijui kujenga shule, sawa, na vile vile mazoezi ya wewe kama afya. Unaona, kwa afya yako wewe, kwa sababu maradhi yamekuwa mengi kabisa. Sasa na sisi kwa sababu gani tena, kwa sisi ndo hatari kweli, tukijiachia kwa kweli ni hatari, unaona. Lakini kama tutakuwa tumerudi tena katika hii ligi ambayo imeanzishwa, itatusaidia sana. Sawa. Na wachache kweli wanafanya mazoezi, mmoja hapo mimi, hata Mohamed naye mmoja hapo, unaona. Ila Mohamed hafanyi sana. Hata ukifanya kidogo inasaidia. Mgeni umekuja sasa, hata ukifanya kidogo inasaidia. Ni kweli. Sasa kwa kweli mimi nasema nawapongeza sana kwanza Azam TV. Unaona wengi walikuwa wanafikiri kama utani. Unaona na nyinyi mmelishikilia hili, Mungu awazidishie kwa kweli. Amina. Mwakani nafikiri timu zitakuwa nyingi sana, kwa sababu watu walifikiri kama utani. Unaona sasa hivi timu ziko chache, lakini na uhakika mwakani zitakuwa nyingi, na hii moja hapo ya kusema afya, kujenga afya ndio moja hapo hii, kwa sababu wachezaji wengi wa zamani wapo na wataingia katika hii. Mohamed Hussein, kwa kiasi gani ligi hii ya maveterans inaongeza chachu ya michezo hapa nchini, lakini pia kutengeneza mahusiano mema kwenu wana michezo? Mimi nasema kweli tulikuwa tumechelewa sana. Na kwanza mimi nawapongeza sana watu ambao walikaa wakafikiria wakatengeneza hii kitu. Unajua wachezaji wengi baada ya kumaliza soka wanakuwa kila mtu anaenda kwenye shughuli zake, sio? Lakini tunapokuwa tena wameanzisha hii ligi ya veteran, tunarudi tena na kweli tunakutana. Michezo ni afya. Unajua unapoacha soka, kwa sababu ulishazoea kufanya mazoezi asubuhi jioni. Kwa hiyo unapopumzika mwili nao unataka shukrani, sio? Kabisa. Unaona jinsi gani watu wamenenepa. Na mnapokutana hasa stories zenu zinakuwa nini? Nazungumza nini mara nyingi? Tunapokutana tunazungumzia sana masuala ya soka. Soka la zamani na soka la sasa hivi. Jinsi gani vijana wanapata nafasi kubwa tena mzuri kabisa. Posho zipo, vifaa vipo, wanakaa kwenye hoteli mzuri, vyakula vizuri, unaona. Kwa hiyo wao ndo wanatakiwa sasa hivi waipende ile kazi. Na kikubwa kwa sababu rais wetu naye anapenda michezo, anatoa sapoti kubwa kwa wana michezo. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa lazima tuwapusha vijana kabisa, waendelee kufanya vizuri. Magere, wakati wazo linakuja la kuanzishwa kwa ligi ya veterans, nini ambacho walikuwa wanakitazamia? Kwanza walichokuwa ni kama tulivyokuwa tumeshaongea, ni kufahamiana nani yupo. Mara nyingi sana inatokea tunakutana ni kwenye misiba. Ndio. Unaona ukitokea msiba labda bana na wewe upo, unaona bana mimi nipo, bana uko wapi, niko hivi, unaona. Sasa ile nayo vile imeturudisha katika family moja kabisa kama tulivyokuwa zamani. Unaona ndio maana tunatoa shukrani kwa walioanzisha hao, waliobuni tena kitu hichi, na nyinyi media naona mnavyolisukuma, na Azam vile vile. Mimi nasema hatuna cha kuwalipa zaidi ya kusema asante. Sawa. Kwa sababu mnaturudisha tena katika ile family. Unaona bwana, kwa kweli sijui sisi kama, narudia tena, cha kuwalipa ni Mungu, na sisi tunaomba mzidi. Unaona kwa sababu kama sasa hivi umeona hata aliyokuwa huku kwenye hii premier, kwa maana akishatoka anakuja tena huku. Kwa hiyo bado tuko katika cheni ile. Mnadhani uwepo wenu kwenye ligi ya veterans unaongeza chacho kiasi gani? Kianza na Machinga alafu tanimalizia Masatu. Maana wote wawili nyie mpo. Leo Simba anacheza, nadhani utakuwepo bila shaka. Ndio maana naona hii ndio sare yetu ambayo naona nikitoka hapa Machinga Yanga inacheza, bila shaka utakuwepo. Kuna chachu yoyote ambayo imeongezeka kwenye kuamsha mchezo wa mpira wa miguu nyumbani Tanzania? Chachu ipo, tena chachu kubwa sana, kwa sababu kama hivi Azam wanaonesha hii michezo live. Kwa hiyo watu watakuwa wengi sana wanaangalia huko vijijini. Wanasema bwana, wachezaji wetu wamerudi tena bwana. Kwa hiyo tunaongeza wigo wa watu kabisa, na hamasa kubwa yani. Mzunguko wa pili unaanza. Ndio. Kwanza nataka nione msisimko na muamko kwa mtu ambaye pengine hajapata nafasi ya kushuhudia hata mechi moja. Msisimko ukoje, lakini pia muamko sasa unauonaje na ushindani?
Yani sasa hivi kwa sababu ni raundi ya pili. Ndio. Kwa hiyo kila mtu anataka hiyo nafasi akae juu pale. Au make iko makundi sio? Sasa yale makundi ina maana kila mtu anataka nafasi za juu. Kwa hiyo mwamko umekuwa mkubwa sana. Na hata wachezaji wenyewe wana hari kubwa sana kabisa, na wanahamasishana kabisa, wanapigana simu, bwana kesho mechi, kwa hiyo tunatakiwa tuwahi jamani. Sasa vitu kama hivi unajua vinapendeza sana kabisa. Umeshaanza kuona dalili za pengine nani anaweza akaibuka kuwa, unajua kuna moshi labda umeanza kuonekana? Kwa sasa hivi bado ndio kwanza tunaendelea sio? Kwa hiyo bado yani tunakokwenda, lakini nadhani baada kama wiki mbili naweza nikakupa jibu. Na tuombe Mungu niwepo inshallah. Masatu, mzunguko wa pili umeanza. Tumeanza raundi ya kwanza. Binafsi namshukuru Mungu nimeingia kwenye historia, kwa maana nilikuwepo wakati mechi ya ufunguzi. Sikumbuki kama ulikuwepo kwenye ile mechi. Ulikuwepo pale KMC? Okay, sawa. Umeonaje msisimko lakini pia ushindani? Binafsi wewe unauonaje? Mimi nasema alishuhudia mechi ya Azam, wale veterans na wana moto. Mimi nasema ikija ikatokea wakakutana tena hao sijui wababe wa Kariakoo, itakuwa kama hii ya wa sasa hivi vijana ambao wapo. Kama itakutana Yanga na Simba tena naona itakuwa dabi sasa ya hatari sana. Ya hatari tena. Itakuwa kama hii yenye kipengele kwa sababu huwezi kuamini yani tukikutana bwana, unaona hapa tunavyoongea hivi, lakini tukishakutana mule watu wanakuwa wamebadilika. Unaona watu wanasahau kabisa. Kwa kweli kama tutakutana watu nafikiri wataona lao. Nakumbuka ile mechi ya ufunguzi Athumani Idi Chuji alipiga penalty ile golikipa kama ngida. Wewe unaona ile kuepo siku ile pale. Watu bado watu wanagombana. Akatolewa akakaa kwenye benchi anaanza kumwakia na muamuzi. Yaani mnaloga mpaka mechi hii. Watu watafurahi sana. Leo bwana mechi hii itaonyeshwa ya Simba Sports kwa maana ya Simba Veterans. Azam TV itakuwa mubashara kabisa kukuonyesha mechi hiyo majira ya saa 1 kamili za jioni. Kwa hiyo kama ulikuwa hujalipia kisimbuzi chako, basi lipia sasa, usije ukapitwa na uhondo huu. Nafahamu pia tuna kauli ambayo tunakwenda nayo kwa sasa ya kwamba kiwashe popote pale ulipo unaweza ukatumia ile Azam Max kutazama kiganjani, lakini pia unaweza ukalipia kisimbuzi chako mahali kokote pale ulipo duniani ukafuatilia na kuona mechi hii ya siku ya leo. Nataka nifahamu kwa nafasi ambazo mliopo kwenye timu zenu kwa sasa. Hii utanijibu Mohamed Hussein, alafu takuja kuniambia George Magere Masatu. Kwa namna ambavyo timu yako imecheza duru ya kwanza imemalizika, kesho mnacheza duru ya pili. Nafasi ambayo ipo timu yako kwa sasa, unalipi la kusema? Mimi nasema nafasi tuliokuepo kwanza ni mzuri, tunaongoza kundi. Kwa hiyo tunaenda kuendeleza yale ambayo tuliyofanya huko nyuma. Sawa. Mnaongoza kundi saizi mkiwa na pointi ngapi? Tukiwa na pointi 17. Wa pili ni nani ambaye anashika nafasi ya pili? Wa pili naona timu moja ya Baruti. Okay. Sawa. Masatu? Na sisi nafasi ya timu yako? Tunaongoza kundi lakini kwa magoli, ila pointi tuko sawa. Nafungana na timu moja ya Moshi. Maki kama wewe ukiongoza kundi hili na wewe ukiongoza kundi hili huko mbele baadaye kuja kumtafuta bingwa inawezekana mkakutana. Yaani ndio hicho nakwambia, yani kwa mfano kama ligi itasimama hapa leo pop, maana lazima mkutane kwenda kumtafuta bingwa. Ushindani kwenye kundi lenu unauonaje? Ushindani uko mkubwa sana. Uko mkubwa sana. Unaona. Kwa timu zilizokuwepo katika kundi letu zote ni ngumu. Hakuna mwepesi. Tunakwenda vizuri japokuwa ndo kama hivyo sisi tumeshinda kwa magoli kwa sababu magoli mengi tumewazidi. Nafikiri goli 3 au 4 kitu kama hivyo. Nani pale Mkongwe anatupia kiasi hicho kwamba mmekuwa mna mfungaji ambaye mnafunga sana magoli? Pale kuna nani
Msahau itakuwa yuko mali watoa. Basi tuachane nao. Bana, serikali pamoja na wadhamini kwa maana ya wanaoendesha matangazo wenye dhamana ya matangazo ya live nao hawajaacha katika kuhakikisha wanasimamia, lakini pia wamewafungulia milango kwa maana ya mechi hizi sasa zitakuwa zinaonyeshwa, ikianza mechi ya leo panapo jala yake Jalali, huenda pia ni kesho. Labda mna lipi la kusema kwa upande wao? Sisi tunasema kwa kweli ndio tunarudi pale, tunashukuru sana sana sana, na waendelee kuwa na moyo kama huu, na sisi hatuna cha kuwalipa zaidi ya kusema asante, ila tunawaombea tu kwa Mungu waendeleze haya yote mazuri ambayo yapo na yanayokuja. Machinga, ule mvutano, utani, vijembe vile vya hapa na pale kama vile ilivyokuwa zamani, labda mnapokutana Simba na Yanga, mbwembwe zile, ngebe, majigambo, bado zipo kwenye ligi ya maveterans mpaka sasa? Yani wewe utamaduni hauwezi kuisha. Kweli? Hivyo vitu ni vipo na bado vitaendelea. Unaona? Kwa mnapokutana mnatambiana kabisa. Sana, sana. Na tunapokutana mule ndani vile vile tunapeana maneno. Lakini anakuwa maneno ya mpira. Kwa hiyo mpira ukiisha sisi tunakuwa kitu kimoja. Na mnaamini mnaweza mkaja mkakutana kwenye mechi ya maamuzi? Na hivi tunakoendelea hivi, ligi inavyoenda, mimi nadhani tunaweza tukakutana. Na mkikutana mnakufa? Na tukikutana wanakufa nani? Wanakufa. Wanajua. Yaani sisi tutakachofanya kwa Magere mkikutana mnakufa. Yaani sisi tutakachofanya safari kwa sababu tushawaelewa. Unaona? Yaani hao wanajua wanatua kwa nini? Kwa miguu 12 pale. Sawa sawa. Penalty wao ndio kwa penalty. Unaona hata ile ya jamii. Unaona? Sasa sisi hatutaki tena tufike huko. Tunamaliza mapema. Unaona? Kwa ile 90 ile. Sawa sawa. Kwa uchache kabla ya kumaliza tusikie maoni yenu kwa Simba ambao inatarajiwa kucheza mchezo wake wa nusu finali tarehe 20 itakuwa dhidi ya Stellenbosch. Tusikie kile ambacho nyinyi mnakizungumza. Mohamed Hussein umecheza Simba, lakini George Magere Masatu nao umecheza Simba. Mohamed Hussein umecheza kote kwa maana ya Simba na Yanga. Simba imetinga hatua ya nusu finali, na hili nitaanza na Mohamed Hussein alafu Masatu utakuja kumalizia. Unadhani Simba ni kipi ambacho wanapaswa kukifanya kuendeleza rekodi yao pengine ambao wamejiwekea msimu huu ya kuhitaji kwanza kufika nusu finali? Wamevuka kwa sababu walikuja na kauli ya hii tunavuka, na sasa hivi naona malengo yao yamebadilika, wamesema wanalitaka kombe la shirikisho Afrika. Karibu sana. Mimi nashukuru sana kwa sababu Simba sasa hivi wanawakilisha ni nchi. Sasa tukiwa kama wananchi tunatakiwa tushikamane, tuwasapoti. Na wao wanachotakiwa kukifanya, kama waliweza kupambana hii mechi iliyopita, basi waendeleze haya mapambano kwa mechi ambayo inakuja. Sawa sawa. Yani wakishikamana kama walivyoshikamana mwanzo na wakaendeleza wachezaji kucheza kwa hari kama walivyocheza mechi iliyopita, mimi nasema wanachokitaka watakipata. Nini ambacho umekiona kwenye mechi iliyopita ya Simba dhidi ya Al Masry kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam? Yani kila mchezaji alikuwa anajitolea ndani ya uwanja. Na kila mchezaji anataka kushinda. Umeona? Kwa hiyo ile spirit walioiweka basi waiendeleze. George Magere, chama lako, timu ambayo jezi yako ilikuwa ikikamuliwa hivi baada ya dakika 90 kumalizika, walikuwa wanasema unaweza ukajaza sado kwa majasho ambayo yatakuwa yamekaa kwenye jezi ambayo ulivaa kwa muda mrefu sana, ukihudumu kama mlinzi wa kati, lakini pia ukihudumu kama mchezaji kiongozi kuwaongoza wenzako. Mnyama mkali wa mwituni ametinga hatua ya nusu finali na anakwenda Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch. Mimi kwanza nataka kutoa angalizi. Angalizo lenyewe ni viongozi pamoja na benchi la ufundi. Maki mechi iko karibu. Tarehe 20 hii hapa. Hapa leo tuna mechi. Unaona? Kwa mimi kama mimi, hata kama wakati ule sisi tulikuwa tunacheza, tulikuwa tunajaribu sana kumshauri mwalimu. Tuangalie uzito ile mechi ya tarehe 20. Hii hapa hii ya leo tusiwekee uzito mkubwa sana. Tuangalie kwa baki hawa watu ambayo watakayo dili na ile mechi. Lakini nao ni hatua muhimu sana. Hii ni mechi ambayo pia inatoa mwakilishi kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Ni hatua muhimu kwa sababu gani? Tunaweza tukakosa vyote viwili.
Okay. Leo kwa nini nasema tunaweza tukakosa vyote viwili? Injury inaweza katokea. Hatuombi itokee. Ndio. Inaweza katokea injury kwa mtu ambaye tunaomtegemea. Tatizo ni kwamba sisi wa Tanzania tuna kitu kimoja kibaya sana. Ndio. Yule mtu ambaye sisi mara nyingi unasema, unajua hakuna mtu mbaya kama mtu ambaye anatoka sabu. Unaona? Yule mtu ambaye anatoka sabu ni hatari sana. Sawa sawa. Na huyu ambaye hachezi vile vile ni hatari. Unaona kwa sababu gani? Hana tu nafasi ya yeye kucheza. Unaona? Lakini sasa ndio nafasi hiyo imekuja sasa. Na ndio maana siku zote mwalimu anakuambia wewe lazima uwe siku zote uwe sasa ujue chochote kinaweza kitakatokea. Anaweza mtu akaugua ukaingia pale. Kwa hiyo leo unaishauri Simba waende kwenye hii mechi, mwalimu ajaribu kufanya rotation kwa wachezaji. Sawa sawa. Wale ambao hawakuwa wanapata nafasi kwenye mashindano mbalimbali, hii ndio nafasi yao ya kucheza. Na maarifa yao na akili zao waelekeze kwa Stellenbosch kule Afrika ya Kusini. Nataka nifahamu pengine kwa maoni yako na mawazo yako, tofauti ya mwalimu huyu wa sasa wa Simba Fadlu Davis na wale makocha wengine wote ambao wamepita, ni tofauti gani ambayo Fadlu amekuja nayo kiasi kwamba yeye ndo amethubutu kuvuka kwenye hii hatua? Karibia misimu 6 Simba wanakwenda wanacheza, wanaishia robo finali, iwe kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, iwe mashindano ya kombe la shirikisho Afrika, lakini kwa Fadlu Davis imekuwa kama ni mfupa rahisi kwake. Inategemea, unajua sisi tuko nje ya wale waliokuwepo kule. Sasa inategemea huyu approaching yake kwa hawa wachezaji, au anakaa vipi na hawa wachezaji, wanakaa wanaongea nini. Unaona, kwa sababu mwalimu, unapokuwa mwalimu, kuna time kweli unatakiwa uwe mkali, na kuna time unatakiwa uwe rafiki wa wachezaji, ambaye kama vile baba wa familia. Sawa sawa. Sio vibaya wewe kama mwalimu kumuuliza mchezaji nini tufanye. Unaona? Na sio vibaya mchezaji kukuuliza au kukuelezea wewe mwalimu tufanye nini sasa hivi. Sisi nakumbuka Mohamed, kuna kipindi tulikuwa tunamfesi mwalimu. No. Sasa hivi grafu yetu imeshuka. Sasa tufanye nini? Tuipandisha vipi? Mazoezi yalikuwa yanaanza labda saa 10. Watu wanaanza saa 9. Okay. Mnapata muda wa kushauriana. Unaona? Au nini tukifanye? Tuanze na road work? Au nini cha kufanya? Hapana. Sasa hivi watu skills zao labda sio nzuri, au passing, unaona, mambo ya scoring, unaona, ndio tunafika golini, lakini mpira utumbuki kwenye neti. Au kina Mohamed wafanye nini? Watawekewa mipira yao 50 pale. Na sisi tunawakaba. Nini sasa wanaelekezwa wakifanya ili watumbukize kule. Mwalimu kweli anachukua yale mambo, anakaa nayo na watu wanafanya kazi. Sasa kwa huyu sasa tujui kama kweli anafanya kitu hicho, au yeye na wale wachezaji wanakaa wanaongelea nini. Unaona, kwa sababu haiwezekani tu yani mwalimu huyu unawafanyia watu mazoezi basi. Lakini ndiye kocha ambaye amefanikiwa, kwa hivyo ndio maana nakwambia labda inategemea, labda wale waliokuepo labda walikuwa fanya hivyo, au hao waliokuepo, au wale waliokuepo labda hawana mawasiliano mazuri na hawa wasaidizi wake. Sawa sawa. Bana, sasa ndio maana inaitwa timu. Timu inaanzia kwanza, timu inaanzia kwa viongozi. Sawa sawa. Alafu inakuja kwenye benchi la ufundi. Alafu ndio tunakwenda sasa kwenye timu yenyewe. Mohamed Hussein, umesema unaipenda sana Yanga, lakini umecheza pia Simba, na umesema Simba ndio inawakilisha bendera ya taifa la Tanzania. Ukienda kwenye rank za CAF sasa hivi pale ilipo Simba, mbele yake kuna bendera ya taifa la Tanzania, ambayo ndo timu pekee ambayo inawakilisha taifa la Tanzania. Lakini pia hata Sekafa ndio timu pekee ambayo inawakilisha ukanda wetu huu wa Sekafa, kwa maana ya Afrika Mashariki na Kati. Simba leo wana mechi, lakini pia wana mechi ya nusu finali kombe la shirikisho Afrika. Walau kwa uchache, nini ambacho wanapaswa kukifanya? Yani stoki sana kwenye mada ambayo ameongea George hapa. Ni kweli sasa hivi lazima tufocus kwenye mechi ambayo ni muhimu sana. Zote ni muhimu, lakini hapa kidogo kuna mizani, sio? Hii kidogo iko juu sana na hii iko chini. Kwa hiyo City wamemtoa Azam, unakumbuka wamemtoa, lakini sasa unajua lazima uangalie, sio?
jinsi gani Simba sasa hivi wanaenda kucheza na hiyo mechi tarehe 20, sio? Stellenbosch Afrika hapa sio mbali, sio? Kwa hiyo kama alivyozungumza George, wanatakiwa wawe makini, wachange karata vizuri, sio? Kwa hakika ulikuwa ni wakati mzuri sana asubuhi ya leo kuketi nami, na nimepata baraka kubwa kweli kweli kuzungumza na magwiji, ama mimi napenda kuwaita majagina. Mmefanya kila kitu kwenye kandanda ya Tanzania. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, lakini pia tuendelee kuwaona kwenye ligi ya veterans. Natamani kuona mbele kule kwenye kumtafuta bingwa wa veterans, nione Simba pale juu, lakini pia natamani kuiona Young Africans pale juu, alafu mtakapokuja kuwa mnakutana kwenye hiyo finali. Itakuwa. Asante sana George Magere Masatu. Nashukuru sana. Asante sana Mohamed Hussein Daima. Asante sana. Bana, asante pia wewe mtazamaji ambaye umeendelea kusalia papo hapo ulipo. Kwa sasa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini kusihi tu endelea kusalia nasi, usibanduke, punde tu tunarudi.